Tunafahamu mwanzo uliamua kuwekeza ama kujiingiza kwenye biashara ya kusaga chakula. Vipi? Yani mbali na hiko kuna kitu gani kingine ambacho unafanya kwa sasa? Nakifanya kama unavyoona. Kuna machines kule, kuna kuku hapa, kuna mashamba. Kwa ina maana tunajitahidi sana kuwa wajasiriamali kuweza kuingiza vipato nje ya sanaa. Idea kuku ulipata wapi? Idea kama unavyoona, mzee wangu ni mtu ambaye ana idea nyingi sana. Mbali na kwamba mimi nimesomea public relations and marketing, lakini yeye ana akili ya ziada. Alikuwa anapenda ufugaji sana tangu mwanzo. Kwa hiyo akatoa idea, akaanza taratibu, kwa sisi tukaje tu kama kusupport. Kwa hiyo mpaka sasa hivi na maana tuna malengo makubwa ambayo tunataka tufanye kiwe kiwanda kikubwa zaidi, kwa sababu hatujaangalia tutengeneze kuku wa kisasa. Tumeamua tufanye kuku wa kienyeji ili kuweza kuwa tofauti na kuweza kucreate kitu kingine kikubwa. Obviously utakaporudi mara ya pili hapa nyumbani utaweza kukuta ni mafuriko ya kuku. Okay, na umegundua kitu gani ama umejifunza kitu gani kwenye kuku sasa hivi? I say kwanza nikwambie ni moja kati ya biashara ambayo kwanza najifunza sana. Mpaka sasa hivi najua mpaka hatua zote ambazo kuku wanakuwa. Alafu vile vile vijana wengi wanahisi biashara kubwa kubwa peke yake ndio zina pesa. Lakini biashara tu ya kuku kama huyu hapa, just imagine Christmas tu peke yake tuliingiza almost 1.5 million per day. Umeelewa? Kwa hiyo mtu ni jambo tu la kuamua. Kwa hiyo ina maana kwamba sisi ndo tunapanga tunaingiza pesa kiasi gani. Pasaka tunakaza. Hatutaki tuuze. Kwa hiyo sisi tunaamua. Sio kwamba tusipouza tunalala njaa, hapana. Tunachukua kuku tunachinja na kuwa hivyo. Kwa hiyo tunaangalia tunauza muda gani na vitu kama hivyo. Majina yangu naitwa Martin Katemi, ni mzazi wa Mo Music kama wewe ambavyo unamfahamu. Lakini mimi namfahamu kwamba ni Moshi Katemi. Ndio jina ambalo nilimpa mimi kama baba yake, kwamba ni Moshi Katemi. Ila la kwako ni nani nzuri tu inaita Mo. Mzee Katemi, unalichukuliaje ili swala la mwanao kudili ama kuamua kukushauri na mkaamua kufuga kuku sasa ama kuanzisha biashara ya kuku? Kwanza ninafurahi. Yeye ni jasiri. Cha pili anapenda kujifunza. Mimi najua kwamba ameenda kwenye show wapi kwa sababu ya kile alichokiona kule. Akifika Tanga ananiambia, "Baba natoka Tanga." Au "Baba niko Tanga. Nimeona jambo zuri la hivi na hivi. Ungefanya jambo hili." "Baba sasa niko Karagwe. Nimeona jambo fulani." Akikiona kitu kizuri anapenda kunishirikisha kwa sababu anajua mimi napenda mambo hayo. Kwa hiyo nimejikuta na yeye akiona jambo ananiambia. Aliniambia amefika kwa mheshimiwa waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda. Akaniambia, "Baba sasa ninavyoongea hivi niko katika mashamba ya mheshimiwa waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda. Nimeona vitu vikubwa ingewezekana ungevipata." Nikamwambia, "Mwanangu, huo ni mkono mzito. Umeyapenda hayo na mimi nayatamani lakini hatujafika huko. Jifunze yale ambayo umeyaona, tutayapunguza. Kama umeyaona katika ujazo mkubwa sana, sisi tutawekea kipimo kidogo lakini yanafanana ile na lengo hilo." Ndio akasema kuna kilimo cha miti na namna hiyo. Kwa hiyo na maana amenisaidia sana. Kila anachokiona kule anapenda nifanye. Na nikisema, mimi siwezi, "Unaogopa nini?" Hata wao ambao nimeona walianza hivyo. Kwa hiyo hata nikitaka nilikuwa na woga. Napata ujasiri. Sasa "Unaogopa nini? Fanya tu, sisi tupo." Basi ndio maana nijikuta nafanya. Kwamba nafanya kwa sababu jeshi liko. Okay. Ni kitu gani ambacho aliamua kukiwekeza zaidi kwenye kuku hapa? Kwenye kuku hapa ni pesa. Ni pesa. Kwa mfano hata kile kipindi unaona kuna ukuta ambao tumeuzungusha hapa na kule juu tuliona kuna ukuta. Kipindi ambacho ninataka kufanya hivyo, kuna mambo mengi ambayo yalinikaba. Kwa sababu kuna dada yake ambaye anasoma chuo kikuu sasa. Yuko Sauti. Kipindi anaenda Sauti na kipindi kile kuna dada yake pia vile yuko form 3. Yuko kwenye shule zinahitaji pesa. Tunataka kufanya jambo lakini mimi nimepeleka dada zake. Kaambia naenda kwa dada zako. Asema usiogope mimi nitakuwezesha. Basi akaniwezesha. Tukaweka ule ukuta na ile fence mnaiona na mambo mengine. Sasa kaambia kama umeweka mazingira ya kwamba nitafanya, basi acha mimi nikatafute basi vifaranga huko vijijini tufanye. Kwa hiyo anatoa mawazo lakini vile vile nikitaka kuondoka sababu egemea hapa usidondoke. Idadi ya kuku kwa sasa wako ngapi? Kuku walioko sasa wako 400.
idadi, ingawaje sio sahihi sana. Kuna wengine ambao wanajitokeza wanakufa wawili leo, lakini wako 400 450. Lakini katika marika tofauti, kuna marika A mpaka D. Kwa maana ya kwamba kuna wale wakubwa A, amesema A ni wale ambao wazalishaji. Nasema ndio kiwanda, baba na mama wanaowazaa wale akina B na wengine. Alafu kuna makundi mengine ya vifaranga vidogo na venyewe vina makundi tofauti. Wale vifaranga vidogo sana ambavyo vina wiki moja viko 100, 102. Lakini kuna vifaranga viko umeviona mle ndani viko 120 vifaranga. Kwa hiyo makundi mawili ya vifaranga viko 225 hivi, makundi mawili. Lakini kuna kundi la 3 la vifaranga na fikiri umeviona ambao unaviita kundi D, na ambavyo ni kaka zake na wale. Na wenyewe walikuwa vifaranga 85. Kwa hiyo idadi yao iko kwenye 400, kati ya 400 450. Okay, na mlianza na idadi ya kuku wangapi? Kuku nilianza na kuku 40. Majike walikuwa majike 30 na majogoo walikuwa 10. Nilisema walikuwa 10 kwa sababu ilikuwa unaenda kijijini vijijini nakataa kukuuzia majike yote nachanganya. Kwa hiyo nilikuwa na 30 na madume yalikuwa 10. Sasa tukaanza na hiyo kazi. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.